Rais Donald Trump wa Marekani ametangaza kuwa vita vya Gaza vimekamilika wakati akielekea Israel na Misri kwa ziara ya amani. Akizungumza na waandishi ndani ya ndege ya Air Force One, Trump amesema anaamini usitishaji mapigano kati ya Israel na Hamas utadumu na amesisitiza kwamba watu wamechoshwa na vita vya muda mrefu. Katika ziara hiyo, Trump amekutana na familia za mateka waliotekwa na Hamas na baadaye kuhutubia bunge la nchi hiyo kisha kuelekea Misri kwa mkutano mkuu utakaowakutanisha zaidi ya viongozi 20 wa dunia. Iran imesema kuwa rais wake Masoud Pezeshkian pamoja na waziri wa mashauri ya kigeni Abbas Araghchi hawatahudhuria mkutano wa amani kuhusu Gaza ambao unafanyika leo nchini Misri licha ya kupokea mwaliko rasmi kutoka Cairo. Araghchi amesema kupitia ukurasa wake wa X kuwa nchi hiyo haiwezi kushiriki pamoja na mataifa yaliyoshambulia Iran na kuiwekea vikwazo, akirejea mashambulizi ya Marekani na Israeli dhidi ya vinu vya nyuklia vya taifa hilo Juni mwaka huu. Hata hivyo, Iran imesisitiza kuiunga mkono Palestina na juhudi zake zote za kimataifa za kusitisha mauaji wa Palestina na kuhakikisha haki yao ya kujitawala inaheshimiwa. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema anatambua mvutano kuhusu makubaliano ya kusitisha mapigano Gaza, lakini ametoa wito wa umoja wakati wa kuachiliwa kwa mateka hao. Katika hotuba ya television, Netanyahu amesema huu ni usiku wa machozi na furaha na hatua hiyo ni mwanzo wa njia mpya ya kujenga na kuponya taifa. Baadhi ya familia za mateka wamemkosoa Netanyahu kwa kuweka mbele ushahidi wa kijeshi kuliko kuwatetea, huku wengine wakimshutumu kwa kukubali kubadilishana wafungwa. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ametangaza serikali mpya baada ya mazungumzo marefu na waziri mkuu Sebastien Lecornu, huku akikabiliana na wakati mfupi wa kuwasilisha bajeti ya mwaka ujao bungeni. Katika baraza jipya, Jean-Noël Barrot bado anabaki kuwa waziri wa mambo ya nje, wakati Catherine Vautrin anachukua wizara ya ulinzi. Lecornu amesema serikali hiyo mpya ni ya kazi maalum ya kuandaa bajeti kabla ya mwisho wa mwaka na amewashukuru wanachama na pamoja na serikali kwa kujitolea kwa nchi bila kujali maslahi binafsi. Na kwa uchambuzi wa kina wa taarifa hizi tunaye hapa Ibrahim Rahbi ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kimataifa kuzungumzia masuala mbalimbali. Rahbi, tuanze na hili la mazungumzo ambavyo mazungumzo ya kusitisha vita huko Gaza. Trump alikuwa kwenye ndege Air Force One. Kana anazungumza na waandishi ndani ya ndege hapo, anasema vita vya Gaza ndio vimefikia mwisho na wakati yuko njiani anaelekea Misri kwa ajili ya kufanya hayo mazungumzo. Haya yanaonekana mazungumzo makubwa na ya kihistoria, sio? Kabisa. Kitu kimoja ambacho imekuwa surprise na huenda Trump amefahamu hisia za walimwengu zilivyo. Mara ya mwisho tunazungumza hapa tulikuwa tunasubiri, maanake ilikuwa ni Ijumaa, tulikuwa tunasubiri Nobel itangazwe. Ndio. Na wengi walikuwa wanategemea kuwa kama Trump hatakuwepo kwenye tuzo za Nobel huenda akabadili upepo, na wengi wanahisi labda harakati zake za kutaka vita ya Gaza imalizike ilikuwa labda ana shida sana na ile tuzo ya Nobel. Waandaji wa tuzo wakamtangaza Maria Machado, mmoja wa viongozi wa upinzani kule Venezuela. Ndiyo. Mchana upepo ukaangaliwa, Trump amebadilika nini? Kweli alisema maneno yake hapa na kukebehi na kukejeli na vyovyote yavikuwa, lakini swala la Gaza akabaki pale pale. Kaweka mguu kuwa ni lazima hili limalizike na kusisitiza kuwa ile ziara alikuwa ameipanga kuwa atakwenda, akasisitiza kweli atakwenda. Yeah. Na hivi yuko njiani anaelekea na huenda akawasili mida ya saa 3:30 asubuhi saa za Israeli, na atahutubia Knesset, atakutana, manake mpango wa kuachia mateka ni asubuhi. Utakuwa muda huo saa 3, saa 2:30 wale mateka wataachiliwa. Kwa hiyo anaweza akawasiliana nao, akaonana nao. Baada ya pale atasafiri kwenda Sharm el-Sheikh kule Misri ambako ndio kunaenda kusainiwa rasmi hayo makubaliano. Akiwa kwenye Air Force One ameulizwa hilo swali, uimara wa makubaliano, je, kweli? Kasisitiza kile kuwa vita imekwisha. Sasa vita imekwisha kwa kipi? Unajua haya makubaliano ni kama yameshikiliwa na uzi mmoja. Trump kama vile ameshikilia. Kwa sababu hakuna nguvu yoyote ya pembeni ambayo inaonekana kuyashikilia zaidi ya Trump. Pale anaposema kuwa yamekwisha,
ima kuna mawili. Trump anajiandaa na tuzo halali ya Nobel mwakani. Baada ya kukosa hiyo mwaka. Baada hii kwa sababu tayari wewe umekuja kuanza kukurupuka dakika za mwisho, watu washapanga, kwa sababu ukiangalia zile vurugu za Trump, sitisha vita, tunakwenda kwa makubaliano, tunasema ilikuwa ni unadhani haya ingefanyika mapema angestahili, sio? Kama angeanza mapema, lakini pia ingeakisi kuwa rekodi ya nyuma, kwa sababu hata tuzo ya Nobel yenyewe anaweza akapewa mtu yoyote, inategemea. Kuna watu ambao walipewa sifa za ugaidi wakapewa tuzo, akiwemo waziri mkuu, aliyewahi kuwa waziri mkuu wa Israel Mechani, nadhani amewahi kupewa. Yasser Arafat naye alikuwa kwenye hizo lebo za ugaidi, lakini aliwahi kupewa. Inategemea umekifanya kipi, yani umebadili upepo upi. Sasa Trump nadhani hizi vita mbili kama ataweza kuzimaliza katika kipindi hiki, aimalize hii vita ya Israeli, halafu iwe ile halisi, aishikilie, halafu aende kwenye mgogoro wa Urusi na Ukraine, ataipata hiyo mwakani kama anaitaka. Kwa sababu ya Obama ilitolewa 2009 kabla ya kuingia Libya 2011. Ilikuwa ni mwaka mmoja baada ya kushinda less than a year. Chini ya miaka miwili alipewa. Abiy Ahmed alipewa 2018, kipindi chocho anaingia tu madarakani. Yaani muda mfupi tu baada ya kuingia kuanzisha mazungumzo na Eritrea akapewa tuzo. Sasa Trump awamu ya kwanza imepita, na kipindi ambacho Abiy Ahmed anapewa ni kipindi ambacho Trump alikuwa madarakani, ambayo yeye pia aliitaka. Sasa hivi sasa huenda akaitafuta tuzo halisi. Tuzo halisi ni hii sasa, kuwa hichi ulichokisema kuwa hakutokuwa na mapigano tena. Manake kuwa uwezo wa kumdhibiti Israel ni Marekani pekee ndio mwenye uwezo wa kumdhibiti. Haya makubaliano yanaenda kufikiwa hali ya kuwa Israeli sio kuwa wanayataka. Israeli hawataki haya makubaliano. Kinachotakiwa hapa ni sasa unamlazimishaje Netanyahu. Umesoma hapo kwenye habari, umesoma kuwa Netanyahu alikuwa akitoa hotuba. Ile hotuba ya Netanyahu ya jana jioni ni hotuba ambayo alikuwa anajaribu kurekebisha matatizo yake na raia wake. Manake Waisraeli wengi wanamshutumu pale anaposema kuwa tumepata ushindi kamili wa kijeshi, tumepata ushindi kamili, niliwaahidi kuwa nitarejesha mateka. Sasa wengi wanamkebei kumwambia kuwa sio wewe uliorejesha, wewe ulikuwa hutaki, aliyefanya haya ni Trump. Sasa kuna hilo kuwa je, tutarudi tena haturudi? Anayeweza kudhibiti serikali ya Israeli ni Marekani. Sasa kama Trump amehudhuria kasaini, ndani ya viongozi zaidi ya nchi 20 viongozi watahudhuria pale, wakiwemo wa Ulaya, Amerika, Asia, kote watakuwa viongozi wengi sana wanaohudhuria pale, licha kwa Irani wamekataa. Sasa haya makubaliano yamesainiwa. Israeli unajua haitotuma wawakilishi wa ngazi za juu kwenye kusaini. Yani manake kuwa bado wako shingo upande. Yani umetulazimisha, sisi hatutaki. Ndio maana unaona wengine wanaenda kwa ufahari, Israeli hawaendi kwenye hili. Yani kuwa unakumbuka kipindi amekufa Papa Francis, viongozi wengi wa dunia walihudhuria, Israeli waligoma, wakamtuma. Unadhani kwa hicho ambacho kimetokea Israeli amepoteza? Huwezi kusema amepoteza, ni kuwa tu hakutimiza malengo aliyoyakusudia. Kwa sababu Netanyahu alikuwa na malengo kuwa tutaiondoa Hamas kijeshi, tutaokoa mateka kijeshi, na vitu vyote viwili vimeshindikana. Kuwa kuokoa kijeshi imeshindikana, kuamaliza Hamas kijeshi imeshindikana. Manake kuwa umerudi kwenye meza, halafu umeenda kuswap deal. Yani hicho ndio kinachowakera, na ndio ile kebei ambayo wanampa Netanyahu kuwa kwa nini umeswap? Yani kwa nini umebadilishana? Yani wao walitaka kuwa tutawapata wetu na wakwao tutawashikilia. Yani bila makubaliano. Sasa kitendo hiki manake ni win-win. Ndio hicho ambacho kinasumbua. Sio kwao wanakifurahia. Ndio maana wamekasirika kuwa hata kwenda kusaini hawatumi viongozi wa ngazi za juu kabisa. Nendeni mkasaini mfanye. Sasa hawa manake kichwani wanawaza kuwa tunataka kurejea. Sasa nani anawashikilia? Ni nguvu ya Trump. Vita tunaambiwa inaelekea mwisho. Na unaamini kwamba vita ndio imeisha? Vita kuisha ni Trump atakuwa na msuli kiasi gani, yani atakuwa na uwezo kiasi gani wa kudhibiti. Lakini Israeli ni wazuri kwa kutengeneza matukio. Yani Trump unamwona amezuia, lakini wao wanaweza wakatengeneza tukio ambalo litakuja Trump litampa green light kafanye. Mfano phase 2 ambayo ukiangalia kuwa yani katika haya makubaliano wamefanya phase 3. Phase 1 ni hii ya kuachia mateka, kuruhusu misaada. Baada ya hii hawajasema ni muda gani, lakini phase 2 ni ile phase 2 inayokuja ya Hamas weka silaha, Israeli arudi nyuma. Hii watakoma nayo sana. Kama watakuwa na kitu unaweza kusema kuwa kama wanaweza wakazijenga hoja zao vizuri kwa Trump, wanaweza wakarudi vitani.
kwa sababu Hamas hawawezi kuweka silaha chini. Yani hilo hawaliwezi. Na lakini moja kati ya vitu ambavyo viko kwenye makubaliano, sio? Ni vitu ambavyo viko kwenye makubaliano pamoja na Israel kuondoa vikosi. Sasa hapo ndio kuwa Israeli hawatokubali kuondoka, Hamas hatokubali kuweka silaha chini. Sasa sababu itayotumika hapa ni nani anayeweza kushawishi upande mmoja, kwa sababu vita ni ya upande mmoja, ni ya Marekani. Anaamua kuwa tunafanya nini, kwa sababu hii staili ipo Lebanoni baada ya makubaliano yale yaliyofikiwa juzi. Yale makubaliano yalisema Israeli ataondoka, Hamas yani wale Hizbullah watapokonywa silaha. Israeli kagoma kuondoka kwenye line 5 na Hizbullah wamegoma kusalimisha silaha. Nani anaanza? Yani kwa nani aanze kutoka, nani aweke? Hiyo sasa iko hapo. Sasa na hao Hamas wanasema kubwa ambalo tuna uhakika nalo ni la kuachiliwa kwa wafungwa na kuna mateka, sio? Hilo ni kubwa. Hilo tuna uhakika nalo kwamba lazima litatokea. Hilo litatokea. Lakini sasa ile la pili ugumu wake kuwa ikiwa kupoteza watapoteza sana Hamas. Kwa sababu mara hii hawana dhamana. Hapa unaleta mipango kwa sababu umeshikilia kitu. Vita siku zote huwa ni lazima unganganie ushike kitu. Shika nishike. Wakati Ukraine wanalazimisha kuvuka mpaka kwenda upande wa pili wa Urusi, ilikuwa waende wakashike ili tuwe na kitu mezani. Zaidi ya miaka miwili sasa tangu vita imeanza, ilikuwa ni Oktoba 7, 2023, sio? Miaka miwili na kidogo. Muda wote huu Gaza imekuwa magofu, watu wamekufa. Sasa hivi ndio Hamas sasa wanakwenda kukubaliana na Israel. Wapo ambao wanadhani kwamba uamuzi huu ulichelewa, kwamba Hamas wamesubiri Gaza imeteketezwa kabisa ndio wanakuja kufanya makubaliano. Wengine wanahoji sasa makubaliano ya nini, ya kazi gani tena wakati tayari kila kitu kimeharibika. Wewe pia unadhani uamuzi huu ulichelewa? Nadhani si Hamas walikuwa wanakataa makubaliano. Israeli alikuwa hataki makubaliano. Alikuwa hataki makubaliano. Mfano, unakumbuka makubaliano ya Januari 19? Yale makubaliano ya Januari 19 yalivyofikiwa, baadhi ya mateka wakaachiliwa. Shutuma nyingi zilikuwa kwa Netanyahu kwa sababu alikubaliana na makubaliano yaliyopelekwa mezani mwezi wa 5 mwaka uliopita, wakati Biden anatangaza kuwa Israeli imekubaliana na makubaliano. Yani vile vifungu vyote hamna kilichobadilishwa. Sasa tathmini iliyoangaliwa kuanzia toka mwezi wa 5 mpaka kuja mwezi Januari, wakati wanafikia kwenye makubaliano, Israeli ilikuwa imepoteza askari 125. Ndio hicho wanashutumu. Kwa nini umekubaliana na makubaliano ambao uliyakataa mwezi wa 5, umeenda kuyakubali mwezi wa kwanza ambapo tumepoteza askari 125? Kama ungekubaliana huku nyuma, hawa wote tusingewapoteza. Sasa na hii ndio kinachopelekea kuwa Hamas always walikuwa wanataka mazungumzo siku zote. Achieni, tokeni, tuna nini tupate, tuachie. Israel alikuwa hataki. Kwa hiyo unaweza kusema kuwa wamepoteza watu, wamepoteza miji na kila kitu. Asilimia zaidi ya 90 ya majumba yote yameanguka. Unaweza kusema ujenzi mpya utaanza na kila kitu. Lakini kwenye hili la makubaliano, wao kuanzia walivyochukua mateka tu mara ya kwanza, wakasema njoo tuzungumze. Sisi tumewachukua kwa sababu na wewe mmeshikilia wa kwetu. Tukae tuzungumze, tukubaliane. Israel wakasema hatukai, hatuzungumzi, tutapigana mpaka tuwafute, tuwaokoe mateka wetu. Ndio kilichotokea. Sawa kabisa. Sasa katika mazungumzo haya rais wa Iran naye amealikwa pamoja na waziri wake wa mambo ya nje Abbas Araghchi. Wote wamesema bana hawatahudhuria. Kwa nini hawataki kwenda bana? Na Marekani hawataki kuonana uso kwa uso. Yani hawawezi kukutana na Marekani. Unajua ukichukua ile mazungumzo ya nuclear yale yalikuwa yanaendelea mpaka wakaja kupigana. Ilikuwa indirect talk. Yani tunakutana sehemu kama walivyozungumza juzi Hamas na Israeli wako kule Sharm el-Sheikh. Ni mazungumzo ambayo sio ya moja kwa moja. Yani tuko sehemu moja lakini kila mtu akae upande wake. Yani sio katika ukumbi mmoja. Unakuta kama hoteli na kumbi labda 3, 2. Sisi tuna ukumbi wetu, tunazungumza na wapatanishi, tunakubaliana wapatanishi wanakuja wanazungumza na wewe. Mazungumzo ya Irani na Marekani katika awamu 5 yaliyofanyika, mara 4 yalifanyika Muscat, mara 1 yalifanyika Rome. Mara zote walizungumza kwa staili hiyo, sio ya moja kwa moja. Sasa Irani wanaona kuwa kama tutakuja kukaa meza moja na Marekani, manake tumemaliza matatizo na Marekani. Halafu hofu ni kuwa Masoud amekuwa ni rais ambaye sio muhafidhina, ni rais wa mrengo wa kati. Ndani ya Irani kuna wakati huwa wanamshutumu kuwa wewe umekuwa ni mwepesi sana kwenda upande wa pili. Halafu wao wana kitu kimoja wanasema kuwa kiwango gani unaweza kuamini magharibi. Juzi wakati wa Qatar ilivyoshambuliwa, unakumbuka? Qatar aliitisha mkutano wa nchi za Kiarabu na nchi za Kiislamu
na nchi za GCC, yani mikutano mitatu ilikuwepo. Mkutano wa Gulf, ukafuata wa Arab League, ukafuata wa OIC. Ule mkutano wa OIC ambao Irani alikuwa anaingia ulitoka na azimio kuwa tunataka amani na tunataka usuluhishaji wa nchi mbili kati ya Israeli na Palestina katika mipaka ya mwaka 1967. Irani pekee waliyakataa. Irani walikataa, wakasema kuwa hatutaki huo usitisha, yani achilia mbali masuala ya kukataa makubaliano fulani. Tunazungumzia tu hii kwenda kuhudhuria na kusikiliza, kwa sababu unajua kuna kwenda kuhudhuria kusikiliza, alafu kuna kukubaliana. Hiyo ni hatua nyingine. Sasa nataka nikujibu kwa nini sasa nataka nikupe sababu ya msingi. Bado sijamaliza swali langu. Iran anakabiliwa na vikwazo vingi sana. Ndio. Vya kiuchumi. Iran anakabiliwa na udhibiti wa masuala ya nyuklia. Ndio. Na wanaomwekea vikwazo na hayo masuala magumu, wengi wao watahudhuria. Ni wengi wao wanahudhuria. Kwa nini asitumie fursa hiyo kwenda kufanya mazungumzo? Kwa nini anaweza kutatua matatizo yote haya kwa kujificha? Irani wanakuambia tulishambuliwa tukiwa kwenye mazungumzo. Yani sio kwa Irani huu ni wasiwasi wa kiusalama, sio? Yani sio tu nini wa kiusalama. Yani sio kwa labda akienda rais atafanya wanachozungumza kuwa nchi za magharibi hazina nia ya kile ambacho inakisema, kwa sababu wanasema kuwa sisi tumeshambuliwa tukiwa kwenye mazungumzo, na ilikuwa siku 2 kwenda kwenye mazungumzo ya 6 tunapanga kwenda kule Omani, tukashambuliwa. Sasa unataka nini? Yani kwa sababu Irani diplomasia walishaiachia wazi tuzungumze. Lakini kwa hili nilivyokuwa nakuja kujibu kuwa kwa nini Irani alikataa suluhu la mataifa mawili kati ya Waarabu na kile, yani azimio la nchi za Kiislamu, Irani alilikataa kwa sababu Irani hatambui Israeli. Toka wakati wa kina Shah walivyoitambua, ilivyokuja serikali ya mapinduzi wakasema hatuitambui Israeli. Yani Irani wanatambua taifa la Palestina. Yani kwa waname hamna. Yani kwa hiyo Irani ukiwauliza kuwa mnataka muundo gani wa Palestina, wanakuambia tunarudi 1948. Kwa maana yake hawataki hata masuala ya solution la madola mawili. Hawataki. Yani wao wanakuambia turudi kwenye nchi moja 1948 nyuma. Yani kuwa iwe haipo Israeli, iwepo nchi inaitwa Palestina, halafu Wayahudi na Waarabu wawepo katika hiyo nchi. Ndio Irani wanachokiwaza. Ndio maana Irani wanaona kuwa kuhudhuria hiki ni kuhalalisha. Kwa hiyo maana yake sasa nataka kutuambia kwamba Masoud Pezeshkian ambaye alichaguliwa baada ya kuona kwamba viongozi waliopita ama watangulizi wake kama vile Ibrahim Rais ambaye alikuwa muhafidhina misimamo mikali, haikuweza kuisaidia Iran. Sasa unataka kuniambia kwamba Masoud Pezeshkian anarudi tena kwenye misimamo ile ile ya kihafidhina? No. Hili sio swala la uhafidhina. Hili ni swala la dola. Nchi kama nchi. Masoud amekuwa yuko wazi sana kwenye diplomasia ya dunia na amejaribu sana kujiconnect. Mfano utakwambia ukasema uko wazi ikiwa unakwepa mazungumzo, unakwepa yani matukio makubwa kama haya. Matukio makubwa inategemea unakutana na nani. Yani Iran kusema kwamba yani Iran haitakutana kabisa na mataifa kama Marekani, Israel, manake hawatakutana. No, watakuja kukutana pale mtakuwa halisi. Irani wanachoshindana nacho ni kitu kimoja, kuwa Irani inaamini nchi za magharibi zinachezea akili za wengine, kuwa kile mnachokizungumza kwenye meza sio wanachokuja kutekeleza. Yani nyuma ya pale wanakuja kukuzunguka, yani kuwa wanataka kutumia udhaifu wako. Mara nyingi kauli moja huwa anapenda kuisema kiongozi wao Khamenei, anasema kuwa moja ya kosa kubwa sana utalolifanya katika uongozi ni pale utapowaamini magharibi. Yani utapokuja kuamini watakuumiza. Ndio kosa hilo kubwa. Sasa Irani kwa sababu kaumizwa sana, nadhani ana tahadhari za kwenda by step. Ukiangalia msimamo wa Masoud, mfano nitakwambia, umemtaja Ibrahim Raisi. Ibrahim Raisi wakati alikuwepo bado Irani ilikuwa na migogoro na jirani zake wengi kwa sababu ya msimamo wa kihafidhina. Raisi alikuwa na msimamo mikali ya kihafidhina. Alivyokuja Masoud, hivi sasa naweza nikakwambia Irani hana uadui na jirani karibu wote. Amejaribu kuzungumza nao wote. Uhusiano wa Irani umerejeshwa na Saudi Arabia kwa kiwango kikubwa, licha kuwa ulirudi wakati wa Ibrahim Rais. Lakini hata majirani kama Azerbaijan ambao wamekuwa na uhusiano na Israeli, majirani usijini wote karibu wanazungumza. Yani kuwa amejaribu kurekebisha matatizo ya majirani wote kwa karibu. Isipokuwa kilichobaki ni wale madola ya mbali ambayo anahisi Irani kuwa yanagusa uchumi wao moja kwa moja, hayana nia. Sasa katika mazungumzo yanaendelea sasa ndani ya Israel, ndiyo, kuna pressure mbili. Ndio. Pressure na pressure hizi mbili zote zinaelekezwa kwa
bwana mkubwa bibi. Wapo ambao ametoa hotuba kwa njia ya televisheni akasema usiku wa mazungumzo utakuwa ni usiku wa machozi na furaha. Na ni mwanzo mpya wa kuliponya taifa hilo, lakini baadhi ya familia za mateka zinamkosoa kwa kuweka mbele zaidi ushindi wa kijeshi kuliko utu wa watu, lakini wako wengine ambao pia wanamshutumu kwamba kwa nini amekubali hiyo swap deal. Kwa nini umekubali? Kwa hizo ni pressure mbili ambazo zinamkabili. Pressure hizi zitampeleka wapi? Je, ni mwisho wa Benjamin Netanyahu katika kiti hicho cha waziri mkuu? Kwanza ndani ya Israel hakuna mwanasiasa mahiri kuzidi Netanyahu. Ndio waziri mkuu aliyehudumu kwa muda mrefu zaidi. Na anaimudu siasa ya ndani vilivyo. Yani ni anaimudu kweli kweli. Netanyahu walipomkwepa wenzake mwaka 2018. Unajua Israeli ilifanya uchaguzi toka 2018 mpaka 21 zaidi ya mara 5. Wanafanya uchaguzi, Likud wanaongoza, anapewa kuunda serikali, anashindwa. Anapewa, anashindwa, wenzake walimkwepa kuanzia wakati huo. Sasa mara hii kitu kinachomkabili zaidi, au unaweza kusema kuwa alishindwa kuchukua uamuzi wa haraka. Nadhani katika kitu ambacho kimemponza zaidi Netanyahu ni ushirika wake na right wing wa sasa. Na hili ndio gumu zaidi. Sasa kinachomfanya ugumu wake kabisa zaidi hata wa kwenda mbele ni kesi zinazomkabili. Acha kesi zile za 2018, kesi mpya 2 zilizoibuka katikati ya vita. Kesi ya Qatar Gate ambao maafisa wake walitajwa masuala ya ufisadi. Masuala na kesi ya Oktoba 7 ambayo amegoma kabisa kuunda tume kwa ajili ya uchunguzi, ambayo hata Ronen Bar, mkuu wa Shin Bet, alimshutumu tukio la Oktoba 7 kwamba wanamshutumu kwamba alihusika. Yani wanachoshutumu kuwa kuna amri ya Hannibal ambayo ilitoka kwenye ofisi ya waziri mkuu, na hata gazeti la Haaretz liliwahi kuichambua ikasema kuwa kulikuwa kuna amri kutoka kwenye ofisi ya waziri mkuu ambayo iliidhinisha mashambulizi ya moja kwa moja ya vikosi vya Israeli pamoja na Hamas pamoja na mateka. Kwa hiyo anasema kuwa huenda ndio ilisababisha vifo vingi vya kushambulia moja kwa moja. Sasa hiyo ni kashfa ambayo ameizungumza Ronen Bar kabla hajaondoka kwenye madaraka wa Shin Bet. Akasema ni lazima tufanye uchunguzi nini kilitokea siku hiyo. Sasa na Qatar Gate ni kashfa ambayo inatajwa kuwa Netanyahu alikuwa anashirikiana na Qatar katika kuinyanyua Qatar, kuipa nafasi ya juu. Kwa hiyo kuna washirika wake wanatajwa walienda Marekani wakachukua fedha. Hii ni Qatar Gate, kashfa nyingine. Sasa hizi ni katika kashfa ambazo zinamsukuma Netanyahu, lakini washirika wa mrengo wa kulia wao wana lengo moja. Kwa ufupi, unadhani baada ya kitakachotokea sasa saa chache zijazo, sio? Nafasi yake kama waziri mkuu wa Israel itahatarishwa ama ndio atazidi kupata nguvu zaidi? Kwa ufupi, kama tutajadili siasa itapotea. Kama anaweza akaanzisha lolote, tunaweza tukaenda Lebanon, Syria, tukaanzisha vita, tukarudi tena kwenye vita. Kwa unataka kuniambia kwamba vita ndio inamfanya aendelee kuwa utulivu si kitu kizuri kwa Netanyahu. Yani utulivu wote kwa sasa hautompa nafasi yoyote nzuri Netanyahu. Kwa anataka kuweka watu wawe busy, wao wanaconcentrate na mambo mengi. Tusijadili siasa. Twendeni tu huko nje. Nakushukuru sana bwana. Shukrani sana Ibrahim Rahbi, mchambuzi wa masuala ya kimataifa, tukikamilisha hivyo.